Bwana. Unajua kama penzi la Whozu pamoja na Wema Sepetu sasa hivi limenoga, limetarada, ni mambo kwa ushahidi, penzi limeng'aa, penzi linawaka. Wema na Whozu mpaka kifo. Vipi dada yetu Mange Kimambi, ataiweka wapi sura yake jamani? Haya, hii ni Bayo Media na mimi ni Official Rose D. Kila siku mahali pekee ambako tunakutana ni hapa kunako channel hii ya Bayo Media. Nikuulize, je, umesubscribe? Basi kama bado, hakikisha unagusa alama ya kengele ili kuhakikisha unakuwa miongoni mwa wanafamilia wa channel hii ya Bayo Media. Bana, moja kati ya mambo ambayo yamezua mjadala mkubwa sana kwenye mitandao ya kijamii ni Wema na Whozu. Wawili hao bwana, kwa madai ya mashabiki, penzi lao ni ngumu sana kuvunjika. Kwa sababu gani? Wamekuwa wakigombana sana mara kwa mara. Hata sisi tunaona kwamba Whozu pamoja na Wema wanakuwa wanagombana mara kwa mara, na kuja kwenye mitandao, Wema mara kufuta vitu vyote ambavyo vinamhusu Whozu kwenye page yake, lakini baadaye wanaanza upya. So wanagombana na kusameheana. Juzi tu hapa wameombana msamaha, licha ya kuwa walikuwa wamerushiana maneno makali sana. Wema kuzungumza kwamba alikuwa kati ya Whozu pamoja na Manunu, anamchagua Manunu ambaye Manunu ni mbwa. Sasa wakasameheana, na Wema alikuwa akimtukana sana Whozu kwa kweli mara nyingi, na kuzungumza kwamba hata wakati mwingine Whozu kitandani alikuwa hamfikishi. So mambo yalikuwa mengi sana Wema ambayo amezungumza, lakini pia ambayo yanamhusu Whozu. Sasa mara aseme Whozu hana nguvu za kiume, mambo yalikuwa ni mengi kwa kweli. Ukija kwa upande wa Whozu, mambo yenyewe yalikuwa ni ya moto vile vile. Alikuwa anaposti mpaka picha yuko na mama mtoto wake, baby mtoto wake ambaye ni Tunda, na haya yote walikuwa wanafanya ni kuchoma na tu roho kwamba Wema anataka kumuumiza Whozu, lakini pia Whozu alikuwa anafanya hivyo kwa kumposti Tunda ili tu kumchoma roho Wema Sepetu. Sasa yote haya ilikuwa ni kuonyeshana tu, kutambiana mitandaoni, lakini pia baadaye tukaona yakaisha. Wema aliweka wazi mitandaoni kuwa hawezi kuachana na Whozu, na pia tuna story ambayo tulikusogezea hapa, Whozu akiwa Wema akiwa ametamka kwamba hataweza kumwacha Whozu, la hakuna mwanaume ambaye anaweza kukata kiu yake ya kupata mtoto hapa Tanzania isipokuwa Whozu peke yake. Na kama kawaida, dada wa taifa akamvaa mwanadada Wema Sepetu kwa kuzungumza kwamba acha ukichana mambo kama hayo. So aliweza kuzungumza mengi, lakini kiukweli ni kwamba mwanadada Wema yeye mwenyewe ameweza kuzungumza kwamba yeye na Whozu wanapendana sana, na hakuna mtu ambaye ataweza kuingilia penzi lao, hata mama yake mzazi hataweza. Na mama yake mzazi kwa sababu gani? Kama ambavyo tunajua, ama kama hujui, jambo liko hivi: mama yake mzazi na Wema Sepetu hataki Wema aendelee kuishi ama kuwa kwenye uhusiano wa kimapenzi na Whozu. Sasa Wema amezungumza kwamba hata mama yake pia hawezi kuingilia hili jambo la kwake pamoja na Whozu, kwani wanapendana sana, lakini pia wanafanya vitu vingi ili kuoneshana upendo. Sasa bwana, jambo ambalo limezua taharuki kidogo na kuona kwamba hawa watu wanapendana lakini pia hawaachani leo wala kesho. Hii ni baada ya kusambaa picha pamoja na video zikimuonyesha Wema Sepetu pamoja na Whozu nyumbani kwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jambo ambalo kikweli limezua taswira fulani hivi mpya kwa mashabiki zao, wale ambao wanawapenda Wema pamoja na Whozu wakiwa wanapenda hii kapo. Imeleta taswira mpya sana na kusema kuwa Wema pamoja na Whozu wamezidi kuling'arisha penzi lao. Nyota zao za upendo kikweli zimeendana, kilichobaki ni ndoa tu. Lakini pia mashabiki wamemvaa adui mkubwa sana wa Wema Sepetu ambaye ni dada wa taifa Mange Kimambi, on the way from Marekani. Kama ambavyo nilikwambia kwamba sijui Mange ataificha sura yake wapi, kwa vile ambavyo aliweza kumvaa mwanadada Wema Sepetu siku aliyosema kwamba anampenda sana Whozu, na ndio mwanaume pekee ambaye ataikata ndoto yake ama atakata haja yake ya kupata mtoto. Namna ambavyo ilizungumza mambo mengi, sasa sijui ataiweka wapi. So wako mashabiki pia marembali ambao wameweza kumvaa sasa adui mkubwa wa Wema Sepetu ambaye ni dada wa taifa Mange Kimambi, kuwa ataiweka wapi sura yake, maana yeye ndo adui mkubwa wa penzi la Wema pamoja na Whozu. Hataki pia kuliona linaendelea. Kwa Diamond Platinum pamoja na Zuchu yupo, lakini huko kwa Wema pamoja na Whozu
yupo pia. Amekuwa akimtukana sana Wema Sepetu kuwa atafute mwanaume wa ndoto zake, atafute mwanaume wa maana, achane na vitoto vidogo, kwa sababu anamchukulia Whozu ama anamuona Whozu kama mtoto mdogo, na ndio maana hazai. Na mambo mengi sana Mange amekuwa akiyazungumza kuhusiana na hii kapo ya Whozu pamoja na mwanadada Wema, na alimcheka sana Wema siku ambayo alizungumza mbele ya kamera za waandishi wa habari kwamba mwanaume pekee ambaye anaweza kumpatia mtoto ni Whozu. Kiukweli Mange alizungumza mengi na kusema kwamba atafute mwanaume ambaye wataweza kujenga naye maisha, lakini sio Whozu. Sasa mashabiki ambao wanafuatilia kapo ya Wema pamoja na Whozu wameweza kuzungumza kwamba ataweka wapi sura yake huyu mwanadada Mange Kimambi kwa kila ambacho kimeonekana kwenye mitandao ya kijamii. Whozu pamoja na Wema Sepetu wakiwa nyumbani kwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa katika harakati hizi za kusherekea sikukuu ya Eid. Kiukweli ni kwamba mapenzi hayaingiliwi. Hizo ni kauli za mashabiki ambazo wamezizungumza kupitia hili ambalo limesambaa kwenye mitandao ya kijamii. Hata wewe mwanafamilia wa Bayo Media unalipi la kuzungumza? Ni kweli mapenzi hayaingiliwi ama tuwape muda? Basi utakuwa unadondosha comment yako hapa. Hii ni Bayo Media, channel pekee ambayo ukifuatilia kwa karibu itakuwa inakufikishia update mbalimbali na taarifa mbalimbali kila ambacho kinaendelea katika taifa letu la Tanzania.